serikali chini ya Wizara ya Michezo jana imetoa maelekezo kwenye klabu ya Simba kwamba wafate mfumo wa mabadiliko ya katiba, waanze mchakato wa kutengeneza Simba yao na mfumo wa uendeshaji wa klabu yao. Yale maelekezo hayajapelekwa kwa mwekezaji Mo. Yale maelekezo hayajapelekwa kwenye bodi ya Simba. Yale maelekezo yamepelekwa kwa mwenyekiti wa klabu ya Simba anayetambulika kikatiba, yeye ndio wasimamie mchakato ule. Watu waelewe hilo. Walikuwa wanamtukana Mangungu kwamba Mangungu ndio shida. Wana Simba sasa waone serikali imepeleka maelekezo kwa Mangungu huyo huyo. Unajua kitu kimoja watu waelewi, au bodi ile haimuelewi Mangungu, inawezekana. Mangungu ana akili sana. Yule Mangungu alishakuwa mbunge. Yule Mangungu ameshakaa nje. Yule Mangungu msomi. Yule Mangungu mtoto wa mjini. Ndio maana yule Mangungu kila analifanya walivyokuwa kimzima, umuone anapiga kelele. Anasema tumemalizana bwana. Tumerudi kuwa wamoja. Hapa katikati kuhusu ule mtafaruku. Yule Mangungu alikuwa anajua nini kinachoendelea. Katiba anaijua. Hata siku moja alivyoitwa kwenye klabu ya Simba alikuwa anatoa ufafanuzi wajibu wake alivyokuwa anaufanya, na bodi ilikuwa inamzuia. Sasa mwenye aliyeshika kisu kikali ni Mangungu, ndo ameshika mpini. Yeye ndio anatakiwa asimamie mchakato huo. Wizara ishatoa, serikali ishatoa, ishamuelekeza. Nimesema hawajaambiwa Mo asimamie mchakato. Hii naisisitiza. Haikuambiwa bodi isimamie mchakato, bali kaambiwa Mangungu kama mwenyekiti wa klabu ya Simba mwenye 51%, yeye ndio mwenye wanachama na mwenye klabu, asimamie mchakato huo. Yeye ndio atajua, au upande wa bodi, upande wa mwekezaji, yani tuseme wataingiaje, Mangungu ndio atajua. Kwa maana hiyo Mangungu amepewa lungu. Ile kamati aliyoiunda, kuna baadhi ya wajumbe wakajitoa, wakasema Mangungu hakufuata utaratibu, sio utaratibu. Wale waliokataa uteuzi ule wa Mangungu watakuwa labda walikosea, au labda walikuwa hawakujua thamani ya Mangungu au haki ya Mangungu katika uongozi ule. Kwa hiyo Mangungu alikuwa sahihi. Kwa hiyo Mangungu ana haki kwa kushirikiana na mwekezaji wao, sio kumtupa. Unajua mchakato Simba hawaelewi, baadhi ya wana Simba wanafikiri labda wanataka kumtoa Mo nje ya mfumo. Mo hawezi kutolewa nje ya mfumo. Na wana Simba wenyewe wanajichanganya. Wanamchanganya Jairuti, wanamchanganya na Mo. Jairuti mzabuni wa jezi. Jairuti anajitolea kwenye mambo fulani fulani kimakubaliano, naye amewekeza hela zake. Wanashindwa kuelewa. Wenye Simba, baadhi ya wanachama wa Simba wanataka kumchukua Jairuti wamfanye kama ndio awe mfadhili. Sasa kama Jairuti anataka kuwa mfadhili, awe miongoni wa wanunua hisa. Mfano umesikia Kigwangala anataka anunue, Mo anataka anunue, basi na Jairuti ajibadilishe naye anunue, awe sehemu ya mwekezaji. Huo ndio mfumo sahihi unatakiwa ufanyike. Zile 49 wagawane, Mo ngapi, Kigwangala ngapi, Jairuti ngapi, na mwingine akitokea ngapi. Hata wakiwa wanne sio mbaya, lakini sio mtu mmoja. Sheria inasema asiwe mmiliki mtu mmoja. Sasa tunajiuliza, Mo atakubali awe na wawekezaji wawili watatu? Simba itakuwa kwenye nguvu ile ile ya ubora ule ule? Maki sasa hivi wenyewe wanasema Mo atoi hela. Mo anatoa hela. Anampa nani? Haijulikani. Anawapa bodi, anampa mtu mmoja, ndio msemaji. Shida iko hapo. Sasa mimi nafikiri Mangungu amepewa lungu. Mimi namshauri kaka yangu Mangungu, mwana Dar es Salaam mwenzangu, aanze mchakato kwa kushirikiana, sio mbaya, akishirikiana na viongozi wa bodi. Kwa kushirikiana kama wana Simba, wasiingie kwa nguvu ya bodi. Yaani wasiingie pale kwa nguvu ya bodi kwamba bodi inashirikishwa. Waingie kama wanachama wa Simba, washabiki wa Simba, kwa sababu ndani ya bodi pale wale 100% kubwa wote wa wanachama wa Simba. Kwa hiyo waingie kama wanachama wa Simba. Mwekezaji wa mweke, angalie Simba ishakaa vizuri, yeye anaingia kwenye mfumo fulani washakubaliana. Wao wote wale wanachama wa Simba walikuwa kwenye bodi warudi huko kwenye Mangungu, watengeze mchakato, waje na majibu, wamuunganishe mfadhili wao, mambo yaende.
Otherwise bodi haisabiki kwenye mfumo wa kikatiba, haipo. Kwa hiyo nilisema kikwazo ni bodi na serikali kwa maelekezo iliyotoa. Kwa yale maelekezo iliyotoa, wale bodi wenyewe wameshajielewa wako wapi na wapi hawastahili, wapi wanastahili. Ndio maana nawaambia warudi kwa Mangungu kwenye 51%. Washirikiane na Mangungu au kitu hichi kimoja. Mimi namshauri Mangungu waite hao wanachama waliokuwa kwenye bodi. Sasa washirikiane, mtengeneze Simba yenu yenye ushindani, kuondoa hizi sitofahamu, kugawana wanachama, wengine wako Jeruti, wengine wako wapi. Na ndio maana unakuta wengine wamekuwa ndani hapa katikati, ni kwa sababu ya kujichanganya. Simba kutofanya vizuri ni sababu ni katiba mpya ndio sababu ya Simba kutokuwa vizuri. Sasa kama uongozi haujitambui, yani uongozi umepalanganyika. Wewe angalia sasa hivi Simba, nani mtoa maamuzi? Sio magoli, bodi. Utasikia huko maki pale Simba kuna Wajeruti, kuna Wamo, kuna Wabodi, kuna Wamangungu. Nani nne? Hebu fikiria hiyo klabu inakuwa na nani ngapi? Uzuri nachoshukuru kwenye wachezaji huku hakuathiri asilimia fulani. Wachezaji wanacheza, wanatimiza wajibu wao. Na ndio maana Simba ina perform vizuri. Lakini kama itakuwa msambaratiko mkubwa, wachezaji wakija kukosa mahitaji yao kwa yule ambaye anaitoa hela kwa sasa hivi, aidha kwa Mangungu au kwenye bodi, kukiathirika, Simba itapoteana. Lakini wale Simba wangekuwa kitu kimoja, ushindani ungekuwa mkubwa sana dhidi ya Yanga. Na ndio maana Engineer Enzi alimwambia pambana kwenye msiba juzi, alimwambia pambana. Wanakupigisha shoti, pambana. Lile neno lina maana sana. Yeye ndio mwenye mamlaka, apambane na kila aina zinazojitokeza. Mzee, kwa kumalizia, unazungumzaje kuhusiana hawa mashabiki ambao wanajikuta wanaipenda timu lakini wanatoa kauli ambazo zinakuwa nzito kiasi kwamba mpaka yule anayehusika na hizo kauli anawekwa ndani? Pengine nini unawaambia mashabiki? Mimi kwanza niseme, siku moja nilikwambia, nilisema hivi, kama Jairuti ameamua kuwasema hivi, kwenye mkataba wangu utaletea Simba basi, kaleta. Hakuomba donation yoyote, katoa hela zake. Jairuti huyo kasema nitawatengenezea jezi, kachukua pesa zake kawatengenezea jezi. Jezi nzuri tu. Nzuri jezi, tusilete ushabiki. Jezi ya Simba nzuri tu. Huyo Jairuti kasema hivi, nitaleta mfumo wa kuwatafutieni kusajili mchezaji mmoja. Haya yote anayafanya, si mnatakiwa mshukuru na kumsupport. Maana yake wanataka zile jezi zao ziwe zinatengenezwa kama kipindi kile Vingunguti. Na Namera Industry. Sijui Urafiki. Mnataka zitengenezwe jezi kule. Mnataka zitengenezwe kule. Sasa mtu anatengeneza jezi nje ya nchi. Sijui Ufaransa, sijui wapi, nchi gani. Anatengeneza jezi bora. Alafu zile jezi zinatakiwa ziuzwe ili arudishe faida, apate kilichokuwa cha ziada ili aweze kusajili mchezaji. Hii mifumo ya kibiashara. Yanga juzi waliweka extra factor, wanamtambulisha pale. Wametengeneza ubunifu mzuri ambao Yanga imewaingizia zaidi ya milioni 250. Ile 250 wachezaji wazao unaosajili hata 10. Unaona? Huu ni ubunifu. Sasa Jairuti kama alisema hivi, ameweka promotion kama mnada kwamba mtu atanunua jezi kwa shilingi 100,000 au kwa shilingi 50,000 baada ya 45 au 35. Anakusanya. Nyinyi mnamvuruga. Ndio maana nikasema huyu mwindi wa Simba mbona anamshambulia sana Jairuti? Kwa lipi? Wanashindwa kushambulia mahali sahihi, wanamshambulia huyu mtu. Si mtamkatisha tamaa. Sasa matokeo yake wamepitiliza. Unaenda wanaingia mpaka kwenye kwenye manguoni. Yule Jairuti na bodi ya wakurugenzi, ile ni kampuni kubwa. Imebidi wakamate. Sasa kwa sababu kesi iko mahakamani, sijui kama imefika mahakamani, lakini kama iko huko, mimi wasivuke mipaka. Unapomshambulia mtu angalieni mnamshambulia wapi. Nyinyi hamjajua Simba, kwa sababu Simba wakipata ushindi, walivyopata ushindi wa ngao ya jamii hapa. Yule mwindi wa Simba alimpongeza Jairuti kwa kuleta lile basi zuri. Mpaka akawa anasema
Sikutegemea kwamba tulikuwa tunazungumza kwamba leo inakuwaje tena mnamshambulia mtu huyo. Mkiamka mnamshambulia. Hawa watu walikuwa labda wanatumwa. Sasa angalia, aliowatuma matokeo yake hajaonekana. Labda nenda kimya kuwatoa. Lakini nimemwona mwindi wa Simba bado analaumu kwamba watu wa Simba wamemweka ndani. Ndani umejiweka mwenyewe. Acha kunani. Alafu mimi sijui historia yule mwindi ametokea wapi, kwa sababu yani mtu wa Dar es Salaam hapa unaweza kumchukulia kama wageni nini, kuanzia 1980 unaweza kumuona kwenye mambo ya mpira. Yule mimi sijui, nimemwona tu kasuka miaka hii, mwaka jana na mwaka huu ndio nimemwona yupo, lakini sijui historia yake. Wenyewe wanajua Simba wenyewe, kwa sababu wanachama hao, maana mwanachama anaweza kaingia wakati wote akimpenda. Lakini mimi niseme ukweli kabisa, wanatakiwa kujitathmini, waachane. Sisi sasa hivi Yanga uweze kumshambulia GSM. GSM bado hajawekeza Yanga. GSM ni mfadhili wa Yanga. Ameamua kutufadhili. Kwa hiyo na yeye anasubiri mchakato wa kununua hisa za Yanga, anunue na wenzie. Na mfadhili lazima uwe muungwana. Angalia ujenzi wa kiwanja cha Yanga. GSM alisema hivi, 50 kwangu, 50 kwa Yanga. Very fair. Angeweza kusema yeye 90, Yanga nani? Kwa ufadhili wake Yanga tungekubali, kwa sababu wanafanya makubwa pale tunapohitaji. Wewe fikiria hawa X Factor, hawa nani water player wamesajiliwa kwa pesa nyingi. Usajili unasema umechukua bilioni 14. Wewe unafikiri zile Yanga wanazitoa wapi? Mapato yetu madogo, au sio? Kwa hiyo GSM anajitolea. Kwa hiyo na sisi tunampongeza, hatuwezi tukamnyoshia kidole, japokuwa labda inawezekana naye anakosea mara moja, lakini mpaka sasa hivi sisi hatujaona anakosea. Anaipambania Yanga. Yale yote unayoona ya marehemu Kifukwe, yale